Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amempiga marufuku mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Falhada Deko dhidi ya kuingia majengo ya bunge kwa siku 90 baada ya kunaswa kwenye kamera akipigana na mbunge mteule Umulkhair Harun. Spika Wetangula amekashifu vita kati ya wabunge hao akitaja kuwa aibu kwa bunge. Stephen Leto na taarifa hiyo kwa kina. Fahali wawili wakipigana nyasi ndizo huumia. Na je, wabunge wawili wakipigana? Tazama hapa. Aliye upande wa kushoto ni mbunge mteule Umulkhair Harun na upande wa kulia ni Falhada Deko, mbunge wa Yala. Wote wakiparamiana utadhani ni mashindano ya ndondi. I wish to inform the House that I'm in receipt of an incident report from the Chief Sergeant at Arms through the Clerk of the National Assembly regarding a violent altercation that occurred within the precincts of Parliament yesterday, Tuesday, 8th April 2025. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amekashifu tukio hilo na kulitaja kama utovu wa nidhamu na ukiukaji wa sheria na taratibu za bunge. Honorable Falhada is forthwith precluded from accessing the precincts of Parliament, Parliament buildings and facilities for a period of 90 days, save on the day and time when she will deliver her written explanation to the Speaker, in which case she must be escorted by a Sergeant at Arms. Mbunge mteule Umulkhair amesema kuwa mwenzake Falhada ambaye walikuwa wafanye kikao pamoja alimgeukia na kumtupia kikombe cha chai baada ya kumuuliza mbona humtupia maneno mitandaoni. During our conversation, I inquired from Honorable Falhada about incidences where she had personally attacked me and abused me in public forums and social media, as well as extending her verbal insults to my extended family. I was seeking audience with her to find the truth, not anticipating that she would throw a cup of tea at me, an incident that blindsided me. Umulkhair akiwa bungeni ameomba msamaha mbele ya wabunge, akitaja matukio hayo kuwa ya aibu mbele ya bunge na umma. I wish to sincerely apologize to this House and the public for the incident and regret yesterday's event. I also confirm that immediately after the incident, about 1 hour thereafter, the Honorable Umulkhair sent to the Speaker a message of regret and apology for the indignity visited on the House of Parliament with that incident. Hata hivyo, aliyerekodi matukio haya anaendelea kutafutwa kupitia njia ya CCTV bungeni, wote wakisubiri uamuzi atakaotoa spika kuhusiana na matukio ya Jumanne. Stephen Leto, runinga ya Citizen.